Rais Ruto amegundua kwamba eneo la Mlima Kenya limeama, na amegundua kwamba mwaka ujao hatashinda kura bila ya kura za Mlima Kenya. Ameanza mikakati ya kupembeleza eneo la Mlima Kenya ili warudi kwa serikali. Msimamizi wa wafanyakazi katika serikali ya Bwana Ruto, Felix Koskei, alikuwa eneo la Mlima Kenya. Na ukiona msimamizi wa wafanyakazi katika serikali ya Bwana Ruto mwenye anafanyia kazi eneo la Ikulu akisema kwamba anashtuka ni kwa nini eneo la Mlima Kenya halimtaki Ruto, jua basi Ikulu imekwisha jua kwamba eneo la Mlima Kenya hawatampigia William Ruto kura. Nimemsikia vizuri Felix Koskei, kile kiburi ambacho walikuwa nacho 2023, 2024, kipindi cha kumuondoa Gachagua madarakani kimeanza kupungua. Anasema kwamba tu wanashtuka, mbona mlima imeama na wao ndio wanaendesha serikali. Wale ni vibaraka wa William Ruto, sio wana mlima ndio wanaendesha serikali, ni vibaraka vya William Ruto ndivyo viko madarakani. Wale ambao wako na msimamo, akina Ndindi, akina Gachagua, akina John Methu, hawapo kwa serikali. Sisi tunashangaa, sisi ni watu wa serikali, lakini tunashangaa hao watu walileta serikali, waliunda serikali, hao watu wanaongoza serikali, alafu tunasikia wengine wanataka kutoroka. Utatoroka nje na serikali ni yako, uliunda, ukakuja wewe ndio unaongoza, alafu sasa unaenda wapi? So inafanana, tunafananisha na, unajua sisi ni wafugaji. Unajua saa zingine ng'ombe inazaa, sijui kama inafanyika hapa Central, ng'ombe inazaa na inakataa ndama. Does it happen? You know, hii grade hata haijui kama amezaa au hajazaa. Lakini ile alita moja, kuko na ng'ombe inazaa alafu inakataa nini? Lakini tunajua vile tutapepeleza mpaka akubali ndama inyonye nini. So hakuna mahali tunaenda hii mpaka mnyonye, kwa sababu maziwa iko hapa. Ni ishara kwamba hawa watu wamejipanga ili warudishe eneo la mlima kwa serikali. Inaonekana kwamba wanataka kutumia vishawishi, kila mbinu, kwa sababu umemsikia akitumia mafumbo hapa eti kwamba watalazimisha ndama anywe maziwa. Eti sasa ndama ni mlima, watailazimisha iweze kupenda serikali. Watafufua wale watoto ambao waliuawa? Tusemezane ukweli, watafufua wale watoto ambao waliuawa? Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, like video ili tusonge mbele. Tafadhali like video. Ukilike video, hiyo ni njia moja ya kuweza kunipiga jeki na mimi. Hiyo ni njia moja ya kuweza kunisupport na mimi. The government is in panic mode. Yani imeweza kutetemeka, mpaka kiburi kimeanza kushuka. William Ruto leo alikuwa Kiambu Ruiru, hakusimama hata kuzungumza na wananchi. William Ruto mwenye anapenda kuzungumza na wananchi, mwenye anapenda umati, kutishia upinzani eti kwamba yuko na wananchi, angeacha kweli kuzungumza na wananchi wa mlima? Ground ni mbaya, tofauti mbaya sana. 2022 alikuwa anasimama kama ni Kiambu, watu zaidi ya 5,000 wanamsikiliza. Alikuwa anasimama kama ni Murang'a, watu zaidi ya 5,000 wanaimba Harambee UDA. Kama ni Nyandarua,
kama ni Tharaka Nithi, kama ni Embu, alikuwa anasimama, watu wanamwagika. Lakini hii serikali ni kana kwamba wamerudi nyuma, wamejiuliza hao watu ambao walikuwa wanatupea kura, mbona wameweza kuondoka? Nitawasaidia ili waweze kuelewa sababu ambazo zilifanya Mlima kuondoka na hawatarudi kamwe. Ama mimi peke yangu ndio naongea? Watu wa Mlima, unanitazama kutoka wapi? Kaunti ipi? Kama ni Kiambu niambie, kama ni Nyeri niambie, kama ni Tharaka Nithi, kama ni Embu, kama ni Kirinyaga niambie, kama ni Nakuru niambie, niweze kujua. Je, mtarudi kwa serikali? Hizi ndizo sababu ambazo zimefanya watu wa Mlima wakaondoka kwa serikali mpaka William Ruto ameshtuka. Namba moja, kuondolewa madarakani kwake Rigiji. Ndio, mtu ambaye yuko namba 2 ni mtoto wao, hatujakataa. Lakini wananchi wanasema kwamba did we vote William Ruto and Kindiki? No, we voted William Ruto and Gachagua. Gachagua akasimama msimamo imara kuunganisha Mlima, lakini akatolewa madarakani kuitwa kwamba yeye ni mkabila. Ninaona wengine hapa wanasema kwamba wataungana waende kunegotiate. Kwani hao si wa kabila? Kwa hivyo Gachagua peke yake alipokuwa anasema kwamba ataunganisha Mlima, yeye ndio mkabila, si ndio? Kwa hivyo Gachagua na yeye kuweza kuomba maendeleo eneo lake la Mlima liweza kupata maendeleo, huyo ni mkabila, si ndio? Tusemaze na ukweli, wapenzi watazamaji. Hao ambao wako madarakani ni vibaraka vya William Ruto. Yes sir. Gachagua, Kindiki, yes sir. Kina Kimani Ichung'wah, yes sir. Those are William Ruto's puppets. Wananchi walipigia Gachagua na Ruto kura. Lakini Gachagua kutokana na msimamo wake wa kusema hili ni zuri, hili ni baya, akaondolewa madarakani. Na wananchi wakakasirika kwamba hawakuweza kumchagua William Ruto peke yake, walimchagua na Gachagua. Kwa hivyo William Ruto aliweza kuvunja ahadi ambazo aliweza kuwapea Mlima, kwamba naibu wake hatateswa jinsi ambavyo Uhuru aliweza kumtesa. Sasa ninashindwa. Waliweza kumuondoa Gachagua madarakani, wakamfungia, hawezi akagombea cheo chochote. Je, ama next year watatupilia ile impeachment kesi mbali ndio wa split muungano wa upinzani? Unajua serikali inaweza kafanya chochote. Ama wanaweza wakamuita Gachagua wamuingize kwa serikali, lakini ninaamini Gachagua hawezi akaingia. Kwa watu ambao hawezi wakarudi kwa William Ruto, Gachagua is one of them. But wanasiasa hawezi ukawaamini. Number 2, kitu ambacho kilifanya wananchi wakaama, Gen Z's killings, 2024 Gen Z's killings. Vijana wengi waliuawa, wengi walitekwa kwa sababu ya kuambia serikali kwamba punguza ushuru, kwa sababu ya kuambia serikali kwamba teremsha ushuru, unda ajira kwa vijana. Wacha viongozi waache kutumia pesa vibaya. Wacha kutumia pesa ikulu vibaya, misuse and mismanagement of Kenyan taxpayers money. Wananchi wakajaribu kuambia serikali kwamba mkikopa madeni tuambie, tunataka kujua kwamba hili deni ambalo tunalipa halisongi ni ngapi. Hadi wa leo maiona mtu mwenye anakuambia deni la Kenya ni hili? Hakuna. Hayo ndio yalifanya mpaka wananchi wakahama kwa serikali. Namba 3, watu wa Mlima walikuwa wanaondolewa kwa kazi za William Ruto, huku William Ruto yeye akichagua watu kutoka eneo lake, na hata sio wote kutoka eneo lake, marafiki zake wa karibu ndio waliweza kuchaguliwa kwenye kazi, ama wanaendelea kuchaguliwa kwenye kazi. Angalia parastatals zote marafiki wa William Ruto na kutoka nyumbani kwake. William Ruto akifanya uteuzi lazima usikie mtu kutoka kwao. Hayo yamefanya wananchi wakasema kwamba kwani sisi ndio tuliweza kupea William Ruto kura nyingi, lakini wale watu ambao wananufaika na kazi nyingi ni watu wake, marafiki zake. Inawezekanaje? Wakahama. Sijui kama unanielewa.
na matusi ambayo wanaendeleza kuelekea kwake Uhuru Kenyatta yamefanya wananchi wengi kutotamani kukaa kwa hii serikali. Hii serikali ni ya mauaji. Hii serikali ni ya mauaji. Wananchi wengi hawataki kuassociate nayo. Wanakataa serikali ya William Ruto kabisa, licha kwamba huyu anasema kwamba watapembeleza ng'ombe ya William Ruto ama watapembeleza mlima iweze kukunywa maziwa. Wamekataa katakata. Na mwisho, kuna ahadi nyingi ambazo rais aliweza kuambia wananchi wa mlima. Ahadi mojawapo kwamba hataweza kubomoa nyumba zao. Angalia Gikomba, angalia Githurai, ni akina nani ndio wanabomolewa nyumba? Gachagua akajaribu kuwatetea, Johnson Sakaja akaleta kesi kwamba na yeye ni mshahidi Gachagua aweza kuondolewa madarakani eti kwamba alikuwa na msabotage Nairobi. Walipokuwa wanabomoa nyumba za wafanyabiashara upande wa Marikiti, Gachagua alisimama imara. Sakaja akasema kwamba Gachagua sasa kusimama imara, he is so tribal, he is sabotaging his moves. Mpaka wakamuondoa Gachagua. Wananchi wakakasirika, inawezekanaje ukatuahidi kwamba hautaweza hautaweza kutubomolea nyumba, sasa hivi umebomoa. Itawezekanaje tuendelee na wewe? Itawezekanaje? Ukasema kwamba utapunguza ushuru, utapunguza gharama ya maisha, utapunguza bei za mafuta. Wewe badala ya kupunguza, uliingia kwa serikali ukapandisha kwa shilingi 30, sasa unapunguza polepole shilingi moja, ndiposa uweze kuonekana kwamba unafanya kazi. Hakuna kazi. Watu wa mlima, sijui kama mtaamua tena kurudisha William Ruto madarakani. Ndio tunajua Uhuru kipindi kimoja aliweza kusema yake 10 na Ruto 10, lakini hakusema kwamba Ruto aongie madarakani akuje kuwatesa wananchi. Ulisikia Uhuru akisema kwamba William Ruto aingia madarakani akuje kutesa wananchi? Hata Uhuru Kenyatta hata tamani William Ruto aweza kurudi madarakani. Iwapo nyinyi mtaamua kumchagua ni sawa. Ni jukumu la kidemokrasia la kila mtu. Lakini kuelekea kwa vijana wenzangu, ninawasihi muweze kujiandikisha kama wapiga kura ili kipindi ambapo tutakuwa tunafanya maamuzi mwaka ujao Kenya, uwe mmoja wao. Kata kitambulisho, ujiandikishe kama mpiga kura, tuweze kufanya maamuzi Kenya jamani.